Asante TV, karibu katika mitikasi ya kuhakikisha kwamba jamii yote hususan mkoa wa Njombe tunaileta machoni mwako, unaitazama na kuisikiliza. Ni Asili Yetu TV. Ungana nasi kujua kwamba kulikoni. Leo tuko katika maeneo haya na niko na wanawake na Samia ambao nimekutana nao katika eneo lao, ofisi yao official kwa ajili ya harakati zao za kijamii, na siku leo nimekuletea au kukurejeshea mambo makubwa kabisa ambayo usipitwe nayo, basi ili kujua ni kipi ambacho na kwenda kukielezea au kushuhudia wewe mwenyewe, na utakuwa una enjoy zaidi kuhakikisha kwamba tunakuwa tuko wote katika sawa sawia. Bwana, ungana nami basi kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili Yetu TV na niko na wanamama. Nitaomba wajitambulishe ili kwanza kujua kwamba tuko na kina nani, tukianza na mmoja kwenda mwingine. Unaitwa nani mama? Asante, kwa majina anaitwa Esther Mtanga. Mimi ni mwenyekiti wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Asante. Huyo ni Esther Mtanga, mwenyekiti wa wanawake na Samia. Kuna mwenzako? Asante, mimi naitwa Judith Benedict Sanga, ni makamu mwenyekiti mwanamke na Samia mkoa wa Njombe. Asante. Huyo ni makamu mwenyekiti wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Lakini pia upande wa kushoto kwangu. Asante, mimi naitwa Rachel To, ni mwenyekiti wa ukatili wanawake na Samia. Asante. Asante, kwa majina mimi naitwa Sada Msangi, ni afisa habari wa wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Asante, afisa habari, mwanahabari mwenzangu niko naye hapa, lakini wote hawa ni wanawake na Samia wanaowakilisha mkoa wa Njombe, Tanzania, na siku leo niko katika ofisi yao mpya ambayo ofisi hii ilifunguliwa rasmi au kuzinduliwa tarehe 8 ya mwezi huu wa 5 2025 kwa mbio za mwenge ambao ulikuwepo maeneo haya. Lakini shughuli zao kubwa ambayo tunataka tuzitambulishe katika jamii ambayo inatuzunguka mkoa wa Njombe ni moja tu, kwamba wao wanadili na uokoaji wa mazingira, hususan katika shughuli za wanawake majumbani. Tunazungumzia upande wa upishi na mengine ambayo tutakuwa tunaangalia. Lakini sio hayo tu. Kwa nini wanasema tunaokoa mazingira? Pia tumesikia kwamba kuna baadhi viongozi wakiwa katika upande wa ukatili, lakini pia kuna wanahabari, kuna wengine wanadili na michezo na mengine mengi ambayo tunakwenda kuashuhudia. Lakini siku ya leo, hebu tuzungumzie moja kati ya mengi ambayo wanayafanya wanawake hawa. Tuzungumzie katika upande wa uhifadhi wa mazingira, hususan katika njia mbadala au mkaa mbadala. Bwana, nimkaribishe msemaji wao ili tuweze kuungana nao moja kwa moja kujua kwamba ni vipi ambao wanaposema kwamba wanaokoa mazingira. Karibu. Asante. Moja kwa moja nitaenda kwenye agenda ya kuokoa mazingira. Sisi kama wanawake na Samia tunamsupport Mheshimiwa Rais kwenye kitengo cha kuokoa mazingira kwa kuweza kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya mazingira, lakini pia na kutoa hamasa kwamba wananchi natakiwa saa hizi tuepukane na kutumia masuala ya nishati chafu na hatimaye tutumie nishati safi. Kwa moja tuliweza kufanikiwa kupata wakala na shirika la taifa STAMICO kwa maana ya nishati mbadala. Ni mkaa mbadala huu mkaa mbadala ni mkaa ambao unatokana na makaa ya mawe, mabaki ya makaa ya mawe ambayo yamepunguzwa makali, na hatimaye akaweza kutengeneza huu mkaa ambao umechanganywa pamoja na masodax, zilanda za mpunga na mapumba mengine. Kwa hiyo ikatengenezwa mkaa huu ni rafiki kwa mtumiaji. Kwanza kabisa unakaa muda mrefu, unakaa zaidi ya masaa 4. Lakini pia kitu kingine, mkaa ni rahisi, bei yake ni rahisi. Kwa hiyo moja kwa moja ni mtumiaji mpaka hali ya chini kabisa anaweza kuutumia. Lakini kitu kingine, hauna madhara yote kwa mtumiaji. Tumeona kwamba akina mama wengi wanapata madhara ya macho na wengine kupata madhara ya kifua, lakini huu hapa hauna madhara hayo. Kwa hiyo moja kwa moja tumeweza kupata huu wakala na pia kuweza kuuza huu mkaa ili kuweza kuwalinda mama wenzetu kutokana na afya, kupitia kizima cha masuala ya afya, kuweza kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo ni macho na kuweza kuepukana na masuala ya kifua. Tunapozungumzia mkaa mbadala, kuna baadhi ya mwananchi au Mtanzania tu bado inakuwa umemweka wakati mgumu kwamba mkaa mbadala, tumezoea kwamba kuna makaa aina mbili ambayo ndio yanatumika zaidi Tanzania. Kuna makaa ya mawe ambayo mara nyingi yanatumika kwenye viwanda special vikubwa na vya kati. Lakini tunapokuja pia kuna mkaa wa miti
ambao wao wanatumia miti, wanakata, wanaichoma, wanapata mkaa ambao pia tunautumia kwa matumizi ya kawaida tu. Sasa tumekuja kwenye mkaa mbadala ambao wewe kwa kifupi umeelezea kwamba unatokana na makaa mawe, lakini pia kuchanganywa na baadhi ya viambatanishi kama vile masodaksi na pumba za mpunga. Lakini tunakuja sasa kwa yule mtumiaji wa mwisho ambaye tunataka kumuelezea kwa nini tunasema kwamba mkaa huu unaokoa mazingira. Sababu zipi ambazo zinatuthibitishia kwamba mkaa huu mbadala unaokoa mazingira? Kwanza kabisa tukitumia mkaa mbadala, kwa maana tutakuwa tumepukana na swala zima la kukata miti, na hasa ukizingatia mkoa wetu wa Njombe una miti mingi sana, na Tanzania nzima mikaa hii ya miti inatoka Njombe kwa asilimia kubwa. Kwa sisi kwa swala la kuanza kuuza mkaa mbadala, tutakuwa tumeokoa wananchi na watu mbalimbali kwamba wasiendelee kukata miti, hatimaye wahamie kwenye nishati safi badala ya kuendelea kukata miti. Okay. Mbali na uokoaji wa ukataji miti, tunatamani kujua pia una uhakika gani au kuna namna gani ya usafi wa mazingira unapotumia mkaa, kwa sababu tumeshahifadhi kwa kuacha kukata miti. Sasa kwa afya ya yule mtumiaji, vipi? Tumezoea ile mikaa ya miti, pengine unakuwa na moshi sana, mengine inafika mahali hata mtu akipika tu kichwa kinamuuma, wengine mafua. Vipi kwenye upande wa mkaa mbadala, matatizo kama hayo au changamoto kama hizo za vifua pamoja na mafua, hususan kwenye matumizi ya kawaida? Mkaa huu hauna madhara yoyote, kama nilivyosema mwanzo kwamba umepunguzwa makali. Kwa hauna gesi yoyote ambayo ni mbaya. Ile gesi ya carbon ambayo tunaipata kwenye mkaa wa kawaida, kwenye mkaa hamna kabisa. Kwa unaweza ukakoleza, ukishakoleza ukaingia nao ndani, ukaupikia bila kupata madhara yoyote yale. Masuala ya kichwa kuuma au kitu kingine chote kwenye mkaa haipo. Tukija kwenye upande wa jamii yetu ambaye maisha yetu sasa hivi tunajua Watanzania wengi maisha yetu ni ya kati na kuja huku chini. Huku juu wako wachache, na huu ni ukweli ambaye upo tu. Vipi kuhusiana na aina ya matumizi? Kuna mwingine anaishi labda mkaa huu inabidi watumie watu matajiri sana, au watumie labda watu wenye viwanda vya kati, labda wafuaji wa vyuma wakati na nini. Unamfafanulia vipi mtumiaji? Kiufupi ni kwamba mkaa huu ni rafiki kwa mtumiaji, kwa maana kwamba bei yake ni ndogo. Kilo moja inauzwa shilingi 1000. Na huo mkaa wa kilo moja unaweza ukaokoleza kama unavyoona kwenye jiko langu hapa ambalo liko hapa chini. Mkaa unaweza ukaokoleza na ukaweza ukapikia kande au maharage ambavyo ni vitu vigumu. Vikaiva na baada hapo ukaunga na ukapika na ugali au wali, na hatimaye ukapata hata moto mwingine tena kuchemsha hata maji ya kuoga. Okay. Kwa hiyo tunasema kwamba mkaa huu matumizi yake yanaanzia kwa mtu mmoja mmoja huku chini, kumekuja ngazi ya mwisho kabisa. Tukirudi sasa kwenye matumizi ya kati, kwa huyu mtu mmoja mmoja tumeambiwa kwamba mkaa wa shilingi 1000 anaweza kupikia vitu vigumu kama kande, maharage na vingine, na bado akapika na ugali na nini. Tukirudi kwa matumizi ya kati, kwamba kuna wale watu wana mahitaji kama loji, wanachemsha maji na vipi mkaa unafaa, au kule bado itakuwa ni matumizi makubwa tofauti na matumizi ya madogo madogo? Labda huu ni special kwa ajili ya watu kupikia huku chini, kwamba ukienda kwenye majiko yale makubwa kuchemsha maji kwenye loji hizi, labda kidogo itakuwa changamoto. Hapana, kiukweli ni kwamba jinsi tunavyotumika kidogo ni vivyo wanavyotumika hata kwenye taasisi na sehemu zingine. Mfano kuna haya majiko ambayo yanatumika kwenye mashule ambayo kuna majiko afu juu wanaweka sufuria. Mkaa unaoingia pale ni kama kilo 5 mpaka 10. Lakini huo mkaa unaweza kupikia kande ambayo ni lile kisia kubwa la kilo 20. Unapikia zinaiva na moto unabaki. Kwa vivyo hivyo hata kwa watu ambao wana loji ambao wanakuwa na vile vidude vya kuchemshia maji, wanaweza kuokoleza huo moto, wakaokoleza ile jioni, maji ya asubuhi yakaamka ya moto na watu wakaoga bila shida yoyote. Asante. Kuna baadhi ya nyumba ambazo sidhani siku hizi kama zipo, lakini bado zilizojengwa zinatumika, wanakuwa na zile tunasema fire space kwa ajili ya baridi. Vipi mkaa huu kuna uwezekano kutumia kwenye zile fire space? Tumezoea labda watu wanavyokuwa wanafanya maongezi au wamelala, pengine wanaweka pale mkaa ule wa kawaida ulizoea kwa ajili ya kupata joto, kupunguza, kulingana kwamba Njombe yetu ndio hivi tunaenda kwenye kipindi cha baridi. Vipi wale watu wenye kutumia fire space kwenye nyumba zao, wanaweza kutumia mkaa huu? Huu mkaa ni rafiki kwa kila kipengele, kwa kila mtu. Na hata mtu ambaye anafuga kuku. Tayari kuna watu ambao tuna wateja wetu wamekuja hapa, wamechukua, wameenda kuelezea kuku na watumia na mkaa unakaa mpaka asubuhi. Kwa vile vile hata kwa sababu sisi saizi hapa ni msimu wa baridi na huu mkaa hauna madhara, ni ruksa kabisa kuukoleza ndani kwenye ile nani, na hatimaye watu wakaota moto vizuri na ukakaa muda mrefu. Kwanza mkaukoleza labda saa 11 ile jioni, mkaota mpaka saa 6 mnaenda kulala na moto mkauacha.
Kwa mtu ambaye anatumia fire space ambaye ni ndogo labda ya kuchukua kilo 5, tunaweza kusema akiweka kwa mara moja unaweza kukaa mpaka asubuhi. Ndio unakaa mpaka asubuhi. Mpaka asubuhi, kwa hiyo ni joto tu ndani. Asante. Tunapenda kujua mbali na matumizi haya, labda kuna aina nyingine labda ya matumizi ya mkaa mbadala ambaye labda pengine sisi hatuyafahamu, yani mbali na kupikia, kuota, lakini pia kutumia kama njia mbadala kuleta joto kwenye vifaranga vya kuku. Labda kuna aina nyingine matumizi ambaye mnafahamu kwa nyinyi ambaye ni wahusika. Asilimia kubwa kwa sababu ni swala zima kuna masuala ya matumizi ya kupikia, lakini pia kuna masuala zima kama nilivyosema kama unafuga kuku, lakini hata kuota, lakini na jivu lake pia, jivu ile ukitumia ukimaliza kumwaga shambani pia ni mbolea. Ni aina mbolea pia. Kwa hiyo sio bado unaendelea kudumisha mazingira pia. Okay, asante. Vipi kwenye upande wa tunasema vifungashio? Mmepaki katika aina ngapi za vifungashio na vifungashio hivyo vinauzweje? Kwa sababu kuna watu wanakuwa wanajua kama vile walivyosema kwamba kilo moja shilingi 1000. Hatujui kuna kifungashio cha kilo 1, kilo 5, kilo 10 au vinakuwa viko vipi? Kwa hapa saizi tuna kifungashio cha kilo 25 na kilo 50. Okay. Ila pia akihitaji mteja kilo 5 tunampimia, tuna kifungashio cha kilo 5 na kilo 1 pia tunapima. Okay. Kwa hiyo mnaanza kupima kuanzia kilo 1 na kuendelea mbele. Asante. Tunategemea kwa yule ambaye labda ananunua kuanzia mifuko 2-3 ya kilo 25 au kilo 50. Labda kuna discount yoyote kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza tunaingia mkoa wa Njombe. Labda kuna aina fulani ya punguzo ili watu wawahi kukimbilia fursa hiyo. Kiukweli kama nilivyosema awali kwamba tumepewa wakala na kawaida ya wakala ni kwamba sisi wenyewe tumenunua, sio kwamba tunazalisha. Lakini pia hii shilingi 1000 tunayoiuza ni bei ya jumla. Ni bei ya jumla. Bei ya rejareja kwa mfano hapa Njombe mjini tutauza shilingi 1000. Lakini tukitoka hapa unaenda Mkala, Makambako au Ludewa Makete, kule rejareja utapata kwa 1200. Lakini sisi tumeweza 1000 kwa sababu ndo bei ya jumla. Kwa sisi atakayechukua kwetu kwa shilingi 1000 kule ataenda kuuza 1200. Kwa mtazamaji ambaye anaangalia Asili Yetu TV, pengine yupo Ludewa, yupo Makete au yupo maeneo tofauti nje na hapa mjini, vipi hususan kwa upande wa wakala? Labda tayari kuna maeneo wana wakala au yeyote ambaye anajisikia kwa wakala eneo lolote au wilaya yote mbali na hapa mjini anaruhusiwa, au pengine hata kwa hapa mjini, kwa sababu hii ni ofisi, kuna hapa na pale pia watu wanaweza kupata na fursa ya kujitafutia riziki, akaongeza pale 100, 200. Tunawaalika wananchi wote wa mkoa wa Njombe ruksa kuwa wakala kwa huu mkaa mbadala, lakini kwa maana ya mkoa wa Njombe sisi wanawake na Samia ni mawakala pekee. Ila kwa maana sehemu tofauti iwe ndani ya wilaya ya Njombe mjini au wilaya zingine za pembeni, tunawaalika, tutawapa utaratibu jinsi gani ya kuweza kuwa wakala, then wanakuja kuchukua mzigo wanaenda kuuza, haina shida. Tunawakaribisha sana. Kwa wale wa wilaya zingine sasa, mpaka hivi wanapataje mkaa? Yani kuna wakala ambao mnao kule wilayani au lazima waje huku mjini? Hii wanawake na Samia iko mkoa mzima wa Njombe. Kwa hiyo bado hatujaanza kupeleka wilayani. Lakini kwa sasa hivi tunatarajia mpaka kufika mwezi ujao basi kila halmashauri itakuwa wameshakuwa wakala. Lakini kwa sasa atakayetaka haina shida, anawasiliana na mwanamke na Samia aliyoko ndani ya wilaya yake, then sisi tunamtumia mzigo, haina shida. Asante. Pengine wanahitaji mawasiliano ili kuweza kujua kwamba ni aina gani mawasiliano mnatumia, au kama kuna namna wanasema delivery, kama labda mnatuma ile mtu yupo Makete anahitaji mnaweza kutumia, basi ni muda wako unaweza kaongea nao, lakini pia kuwapa mawasiliano ili kujua kama huduma hiyo pia kutuma kama inapatikana, basi unawapa mawasiliano ili kusaidiana nao. Okay, sawa. Tunashukuru kwa mawasiliano. Tuna mawasiliano na namba ya simu, lakini pia tuna email address na tuko mbioni kuenda kwenye mpaka mbali zaidi Instagram na vitu vingine. Lakini kwa sasa kwa namba ya simu tuna namba ya mwenyekiti na katibu na viongozi wengine. Nitataja ya kwangu afu na wenzangu watataja ya kwao. Asante. Kwa namba ya kwangu mimi ambaye ni mwenyekiti ni 0753 12 28 62. Asante, naomba uirudie. 0753 12 28 62. Asante, hiyo ni ya kwako. Tunaomba ya mwenyekiti pia atutajie namba. Makamu mwenyekiti. Namba yangu ni 0712 800 005. Asante. Urudie tena. 0712
8000005. Tunapenda kufahamu pia upande wa malipo. Vipi kwa mtu ambaye yuko mbali? Mnatumia njia gani za malipo? Labda mna akaunti benki za kuingiza malipo au mnatumia kwa miamala ya simu? Tuna akaunti pia na lipa namba pia tunazo zote. Zote lipa namba tunazo. Asante. Nashukuru sana. Okay, labda makamu mwenyekiti, una lipi la kuongea na mdau lakini pia mwananchi kwa utayari wa kutumia mkaa mbadala kwa ajili ya kutunza mazingira? Nitakuwa siko mbali na mwenyekiti alivyoeleza, mazungumzo yote aliyoeleza sana ni kuhamasisha kwa wilaya zote za mkoa wa Njombe wajitahidi kupata mawasiliano kama namba tulivyozitaja. Na wajitahidi kujua makao makuu ni Njombe ambao container lilipo. Waweze kufika hapa Njombe mjini. Wale ambao wanakuja na mabasi kutoka Rudewa, kutoka Wanging'ombe, kutoka Makete, waje wapate bidhaa ya mkaa mbadala. Pengine hawaelewi container hili au ofisi hizi ziko sehemu gani, unaweza kuwapa location? Hii location ni Njombe mjini, mtaa wa Guivaha. Kuivaha. Kwa kifupi wengi wanajua soko la viazi. Soko la viazi au soko mjingi. Kwa hiyo ni jirani tu na soko kuu ambao soko lingine liko hapo. Masoko yote yako, lakini ili soko la viazi wote wasafiri wote wanaoenda Dar es Salaam, wanaoenda mikoani, wilayani kama Makete lazima wapitie kununua bidhaa hapa. Na wanakuja kuleta bidhaa soko hili ni wilaya zote wanapatambua. Kwa hiyo karibuni sana. Pengine siku zenu za kazi, kwa sababu hii ni sehemu ya taasisi ambayo iko chini ya Wanawake na Samia, labda mnafungua siku zote za wiki au kuna siku ya mapumziko, ili apate habari hiyo na kujua siku maalum yeye kuja, asija kafika pamefungwa tena? Ni siku zote kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Maana Mwanamke na Samia Jumapili wanakuwa na mambo ya kuandaa mambo ya mambo mengine. Asante, shukrani sana. Mtazamaji wa City TV, mmeambiwa siku za kazi ni Jumatatu mpaka Jumamosi. Siku ya Jumapili kidogo wanakuwa na mambo, kuna mambo ya ibada, kuna mambo mengine kutengeneza harakati za kuanza tena Jumatatu mpya. Lakini pia niko na huyu bwana naye nataka aweke neno. Karibu. Asante sana. Mimi nahamasisha tu kwamba kina mama sisi ndio tunaopika. Tunajua matatizo ya mkaa. Mkaa tunaotumia huu wa miti ni mkaa mwepesi sana. Tukitumia huu mkaa mbadala ni mkaa ambao mgumu, unabana bajeti. Hata kwa hiyo akina mama wote nawahamasisha waje kununua. Waje kununua huu mkaa, wataona urahisi wa maisha. Asante. Niko na mwanahabari mwenzangu. Mwanahabari, bwana, ile jukumu la kwako kuhakikisha kwamba habari hizi zinamfikia kila mwananchi, lakini sio tu kumfikia, ni kumhamasisha ili ahamasike naye kwenye matumizi. Natamani kujua njia zipi wewe kama mwanahabari ambazo unazitumia kuhakikisha habari hizi zinamfikia kila mwananchi, ili kikundi chako kijulikane na mkaa huu ujulikane mbadala, ili tuendelee kutunza mazingira, lakini pia kuboresha huduma za mapishi. Kwa sababu hata ule moshi majivu ya kurukaruka inakuwa hayapo. Karibu. Asante. Ili kuweza kuweka utaratibu kae vizuri, kama jinsi eneo linalopatikana mkaa huu ni soko la viazi, jirani sana na soko la wakulima mkoa wa Njombe. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ndugu jamaa na marafiki. Kwa kuongezea tu, mkaa huu ni nishati safi. Kwa hiyo unaweza kuchomea nyama. Wala wachomaji wa nyama, wenye mahoteli na wenye sehemu mbalimbali, migahawa, pamoja na wale vijana ambao wanatembeza majiko ambao wanachoma nyama kwenye mishikaki pale sehemu mbalimbali, stendi, soko kuu na maeneo mbalimbali. Yaani ni fursa na nafasi nzuri ya kufanya matumizi yawe madogo sana. Kwa sababu akinunua mkaa wa 1000 tu, anaweza kuchomea nyama ndani ya masaa 3, zaidi ya masaa 3. Kwa hiyo itamsaidia jinsi ya kuweka bajeti yake ikae vizuri na kupata faida kubwa. Kitu kingine cha msingi ni kwamba tunawaomba wale wanaopenda wakala. Sisi pia tuna vikundi vya kina mama kama tulivyosema, Wanawake na Samia wako wilaya zote za mkoa wa Njombe. Na wote wana taarifa hizi sahihi. Pia ni vizuri tutaweka namba zao za simu na maeneo ambayo baadaye si muda mrefu watakuwa na maeneo muhimu ambayo watakuwa wanauzia mkaa pale. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri kwa wanajamii wote tuweze kuchangamkia hii nafasi ya nishati safi ambayo tumepewa wakala na mkurugenzi na wafanyakazi wenzake wa STAMICO, ambayo ni State Mining Corporation, ni wahudumu au washirika wa madini Tanzania. Tunapenda sana kumpongeza yeye mkurugenzi Venance Mwase
pamoja na jopo lake lote na wafanyakazi wenzake wote, bila kuwasahau wanawake na Samia mkoa wa Njombe. Tunasema sisi hatupoi, iwe jua iwe mvua, kina mama ni moto. Tukiongezea na mitano tena, yani tukinyosha mikono hivi, mama mitano tena. Mama, wewe ndio mwanzilishi Afrika nzima, wanajua wewe ndio msababishaji wa siku 27 ya kijani, ambayo lazima tuimarishe mazingira ya kupendezesha nchi yetu na kusababisha uoto wa asili usipotee. Tunashukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Asili Yetu TV, nafikiri utakuwa umepata habari hizi njema kabisa kwa wewe ambaye ni mwananchi au mwananjombe, kwa hiki ambacho kimekuja kufanyika hapa kwa mara ya kwanza mkoa wa Njombe. Tunapata nishati safi lakini iliyoboreshwa zaidi kwa ajili ya kuokoa mazingira yetu ya kila siku tunayoishi. Sasa ni muda wako tunakuchukua fursa hii, kama unahitaji kuwa wakala, lakini pia kama unahitaji kuwa mtumiaji wa kawaida, ni muda wako kuokoa gharama, kuhakikisha kwamba kile unachokifanya unakifanya kwa usahihi zaidi na kwa muda mwafaka. Hakuna kusema kwamba mkaa mbichi, siji mkaa hauwaki, wala kwamba mkaa hauna nguvu. Hapana. Hii ni wakati wako kuhakikisha kwamba chakula kinaiva kwa wakati, lakini kinaiva katika mazingira safi na yakinifu zaidi. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kuitazama Asili Yetu TV, asante kwa kuchukua fursa hii kujua kile ambacho nimekuandalia kutoka hapa Njombe, Tanzania. Wanawake na Samia hakika wanaweza, na tumiona uwezeshaji wao umetia fursa njema kabisa katika upande wa nishati bora na yenye fursa nzuri katika uboreshaji wa mazingira. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Asili Yetu TV. Endelea kuungana nasi. Asante.